Ndugu zangu, tumekuja kuongea nanyi wana Mbeya. Kubwa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Lakini la kwanza, tuwapongeze wananchi wa Mbeya kwa kukipatia ushindi wa kishindo Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Ushindi ambao Chama cha Mapinduzi kilipata 98%. Tunawashukuru sana. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi mkuu baada ya serikali za mitaa, maana yake ili ushike dola lazima kushinda uchaguzi mkuu. Sisi tulitumia serikali ya mitaa kutesti mitambo. Mitambo imetiki. Hiyo mitambo tunataka kushinda tena kwa kishindo uchaguzi mkuu huu. Nataka niwahakikishie Chama cha Mapinduzi kipo tayari kwa uchaguzi. Wenzetu hawa wanapita, wanahadaa watu, wanadanganya watu eti tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Hapa Mbeya wana nguvu ya umma? Zaidi nimeona nguvu ya umma wanapokea samaki Rukwa huko. Nilimsikia mtani wangu Tundu Lissu kabla ya kwenda kule kwa Kenani kule Nkasi, aliongea anasema yule mbunge wa Nkasi wa kupewa sio halali. Alipopewa samaki kamlemea, kakaa hivi kanacheka. Nikasema Singida nako hatuna samaki. Kwa ule samaki kahalalisha Kenani ni mbunge halali wa Chadema. Kwa hiyo sisi tunasema tuko tayari kwa uchaguzi kwa sababu maandalizi yanaendelea. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Tanzania kwa kujitokeza kwa wingi kwenye kuboresha daftari la wapiga kura. Mikoa yote daftari limepita. Hamasa ya watu ni kubwa. Hamasa ya vijana ni kubwa. Wameandikisha na wako tayari kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi tunaoendea ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madiwani tulionao hawapasi kuendelea, lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Wabunge tulionao lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Rais tulienaye lazima achaguliwe kila baada ya miaka. Alafu kuna chama kinaongozwa na wanasheria hawasomi na katiba. Uchaguzi huu sio kwa ridhaa ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi huu ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM inaheshimu demokrasia. CCM haiwezi kwenda kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuwezi tukahojiwa siku kwamba madiwani hao wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba wabunge hao wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba Mheshimiwa Rais amekaa muda mrefu. Tunataka uchaguzi kwa matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye!
Na kwa maana hiyo hatuna haja ya kuwabembeleza. Narudia, Chadema hatuna haja ya kuwabembeleza. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya, na baada ya uchaguzi kama hawatashiriki shauri yao, wasiposhiriki shauri, na ndo mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo wafikie, tunakwenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Hoja wanazozijenga ni hoja za kitoto. Eti tunataka mabadiliko. Bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Msigwa ameeleza vizuri. Waliahidi mabadiliko kwenye chama chao, hajafanya. Unawezaje kuwa na mamlaka ya kusema mabadiliko mengine? Lakini hata hivyo tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusikiliza wadau wa vyama vya asasi za kiraia, akaruhusu watoa maoni chini ya niseme Rais alipounda kikosi kazi, Profesa Mkandala akaita vyama vyote vya siasa. Wenzetu Chadema peke yao walikataa kwenda kutoa maoni. Wakasema sisi ni chama kikubwa, sisi tunatakiwa tusikilizwe peke yetu. Baada ya hapo mchakato ukaendelea, wakasikilizwa vyama vingine vyote, wakasikilizwa viongozi wa dini, wakasikilizwa asasi za kiraia. Walipoona hivyo, walienda kutaka kusikilizwa na makamu mwenyekiti kwa wakati ule, Comrade Kinana, akawasikiliza. Kikosi kazi kilifanya. Kilipokamilisha kazi, kikasoma taarifa hadharani mbashara, TV zote zinamulika. Mheshimiwa Rais akapokea taarifa ile. Alipopokea, moja ya mambo akasema, hili la katiba tuko tayari, lakini tunaanzia wapi? Je, tuanze na katiba mpya kabisa, au tuchukue ya Warioba, au tuchukue ya bunge la katiba, au tufanye maboresho? Swali hili halitakiwi kujibiwa na chama kimoja cha siasa. Katiba ni katiba ya Watanzania wote, inahusisha makundi mengi. Tupo tayari kuwa na katiba, lakini inahitaji mchakato.